Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi achopewa asubuhi ndani ya kitengo afya na ustawi. Alhamdulillah mpenzi mtazamaji, leo tena mgeni wetu ni yule tunayemfahamu, si mwingine bali ni Daniel Waweru anayekujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya. Na katika mada yetu ya leo mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia iron deficiency without obvious symptoms. Wanasema ni ukosefu wa madini ya chuma ndani ya mwili ambao labda hazina symptoms. Kuna zile ambazo labda ziko na obvious symptoms ambazo zinajulikana ama dalili zinazojulikana, alafu kuna zile ambazo haina dalili ya kujulikana, na insha Allah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Habari ya asubuhi Daniel, karibu sana. Asante. Karibu tena. Asante. Fursa kama hizi tukizipata inabidi tutumie, kwa sababu tunajua bana utamuelimisha mpenzi mtazamaji kuhusiana na masuala ya afya, kwani afya ni muhimu sana. Naam. Tukiangalia mada yetu ya leo Daniel, ni kuhusiana na iron deficiency generally. And then tukaweka word ya kusema kwamba without obvious signs. Labda kuna dalili ambazo mtu hazijui na labda kuna iron deficiency na hafahamu. Naam, tukianza na swala zima la iron deficiency, ni nini haswa maana ya iron deficiency? Iron deficiency ni upungufu wa ile madini ya iron. Iron ni madini ambayo hutumika na mwili kutengeneza hemoglobin. Hemoglobin ni ile huwa inasambaza oxygen mwilini. Iron huwa inatumika kutengeneza misuli. Kuna muscle, pahali muscle inaitwa myoglobin, inatumia iron. Iron pia ni ile hiyo chuma ambayo inatumika kupeleka oxygen akilini, kumaanisha ikiwa chini mtu atakuwa na shida brain development. Na pia iron inatumika na kuimarisha kinga ya mwili. Kwa hivyo kukiwa na ile deficiency ya iron, inamaanisha iron iko chini, haiwezi fanya kazi hizi. Je, magonjwa yapi tofauti tofauti ambayo yanasababishwa na ukosefu wa madini haya ndani ya mwili? Inaweza sababisha magonjwa ya roho, ukiwa na ile inaitwa iron deficiency anemia causing heart failure. Hiyo ni kikaa kwa muda. Pia inaweza shusha kinga ya mwili, upate mtu anakuwa na infection kila mara. Mtu anaweza kuwa na ile brain fog. Brain fog ni juu hapati nishati ya akilini, anakuwa hawezi kuwa na makini, anakuwa na yani ni kama haelewi mambo. So inaadhiri watoto shuleni. Unafikiri mtoto hana akili ama hashiki vitu, kumbe ni ile hiyo iron iko chini. Iron deficiency anemia inaweza sababisha pia mtu kuwa na ule uchovu, haizi tembea kwa muda. Kuna ile inaitwa chronic fatigue. Chronic fatigue na hajui inasababishwa na nini. Kumbe ni iron iko chini. Pia frequent headaches. Mtu anakuwa na headache kila mara. Kumbe ni iron iko chini. Naam. Na swala zima la anemia. Anemia huwa ni ugonjwa wenyewe, sio? Anemia ni dalili ya ugonjwa. Yenyewe si ugonjwa. So mtu akiwa na anemia ako na ugonjwa ambayo imeisababisha. Naam. Na labda kuna ugonjwa gani ambao husababisha nini? Mojawapo najua labda ni hii iron deficiency kama sijakosea. Moja ya magonjwa ambayo husababisha iron deficiency anemia ni either unapoteza damu kwenye matumbo, uko na ile inaitwa ulcers, ama uko na minyoo. Unajua inasababisha damu kama inatoboa ukuta za matumbo, hivyo una bleed, damu inatoka na choo. Inasababisha iron deficiency anemia. Zingine ni magonjwa mengine ni kama uko na ile inaitwa chronic illness. Ile magonjwa ya muda mrefu, kina kidney disease, magonjwa ya roho,
huwa inasababisha inaitwa anemia of chronic disease. Iron pia inaweza sababishwa na mtu kuhitaji, kuna ile mpali mwili inahitaji iron kushinda ile ambayo mwili iko nayo. Kwa mfano mama mjamzito unapata iron yake inaenda kwa mtoto, kumaanisha yeye mwenyewe anakuwa na iron deficiency. Kwa maana sana sana huwa unakuta wanapoa dawa za kuongezea madini ile hayo. IFAS. Ama pia vijana wanapofika ile umri wa kubalehe, hasa wasichana ambapo hedhi imeanza, wanapoteza damu nyingi sana kupitia hedhi. Na wakati huo ni wakati mwili pia inakuwa kwa haraka, hivyo anahitaji iron kwa wingi. So hiyo growth spurt, na ukichangia na ile hedhi inasababisha iron deficiency. Jambo jingine ambalo husababisha iron deficiency ni ile menorrhagia, hedhi kuwa nzito, kwa sababu maybe uko na ugonjwa kama fibroids, uko na endometrial hyperplasia ama cancer, unapata uko na excess of estrogen, unapata ile hedhi inakuwa nzito kupita kawaida, inasababisha iron deficiency. Jambo jingine ni ukosefu wa iron kwa chakula. Kwa mfano ile supplement iron kwa chakula sana sana ina affect wale vegetarians, wale wakuli nyama juu. Iron inapatikana sana sana, ile iron ambayo ni rahisi kuabsorbiwa kwa mwili ni ile inapatikana kwa nyama, mayai, vitu kama hivyo, ini. Naam. Walisema kwamba nyama nyama moja tu ndio inakuwa digested. Nyama moja ndio inakuwa digested. Nyama. Sijaelewa swali. Yaani kuna wengine wanasema like unaweza kula nyama, watu kula nyama nyingi ni kiasi fulani ambayo ndio inakuwa tu na faida kwa mwili. Mwili unahitaji a specific amount ya nyama ya proteins. Kwa hivyo njia ya kuregulate iron na protein kupitia ile ambayo haitaki inatolewa kwa choo. So inachukua tu ile inahitaji. Naam. Naam. And why is iron deficiency often overlooked or misdiagnosed? Ni kwa sababu dalili zake sio straightforward. Okay. Haikwambii hii ni iron deficiency. Kwa mfano dalili yake moja ni kuchoka. Unaamka asubuhi uko umechoka, hujafanya kitu lakini umechoka sana. Mtu hawezi jua hii ni iron deficiency, atafikiria ni ugonjwa yote tu, anaweza fikiria pia tu ni uchovu wa kawaida. Pia ni vile dalili, kwa mfano dalili nyingine inakuja nao ni headache, kichwa kuuma mara kwa mara. Uta-assume hii ni shida tu ya kichwa kuuma, bibi ni homa, sababu hawezi jua exactly. Njia ya kujua ni iron deficiency ni kupitia vipimo vya damu. Huwezi confirm na dalili tu pekee. Dalili zake zinafanana na magonjwa mengine, na ndio maana watu wengi hawajui wako na iron deficiency until ile wakati utaenda hospitali, damu ichukuliwe, waambiwe iko chini. Speaking of that, ni dalili zipi ambazo labda huwa zinajitokeza ama dalili zipi ambazo huwa hazijitokezi za kumjulisha mtu kwamba yeye ako na iron deficiency? Dalili nyingi ni unapata mimi naweza jua lakini mtu mwenyewe hajui. Sababu mimi nimezisoma. Kwa mfano anaweza kuwa pale ama mweupe, makucha imekuwa meupe, inavunjika virahisi, unapata haikui haraka, nywele imeanza kuwa nyembamba, zingine zinaanguka, unapata mpaka sisi wengine tuanze kuangalia labda kucha ziko sawa ama haziko sawa. Ama dalili nyingine inaitwa restless leg syndrome, unapata miguu haitulii, mtu akotuza hapa. Miguu like kwa hivyo ni dalili mojawapo ya iron deficiency. Okay. Unapata mpaka usiku akilala haizi kaa kama miguu imetulia. Inaweza hadi muamsha usiku sababu akotuna ile urge ya miguu kuwa inasonga ile restless leg. Ama anatembea kwa ndoto. Naam. Zingine ni cravings. Naam. Ushaona mama wajawazito wakikula mawe? Sana. Unapata ana crave. Tena ile ya nyumba. Hajui kwa nini ana crave. Unapata ni iron iko chini.
Sasa dalili zake zimejificha sana. Ingine tu ni uchovu pita kiasi. Wakati mwingine roho inapiga haraka. Akisikia roho inapiga haraka atafikiria maybe nimetembea ika distance. Lakini kumbe ni iron iko chini. Hivyo mwili inataka oxygen, moyo inapiga haraka. Naam. Naam. Na swala lazima vile umeongelea kuhusiana na wanawake ambao ni wajawazito. Je, kuna mbadala wa wao kula mawe? Yaani kuna kitu kingine ambacho wanaweza kula kando na kula mawe, kwa sababu one kama zile cravings, zile urges nataka tukula mawe. Not knowing pain inawamaliza damu. Utakuta like wanaambiwa like kula matunda mengi sijui nini na nini, mnakula udongo sana, unamaliza damu. So vyakula ni muhimu, hata si kwa mama wajawazito pekee. Kila mtu wanawake juu wana experience hedhi kila mwezi, wanapoteza iron. Watoto ambao wanakuwa haraka wanahitaji iron. So that factors wanastahili wakule nyama. Nyama inaweza kuwa ini, mayai. Ndio. Unaona? Pia kwa mimea kuna ile ambayo iko na iron kama vile maharagwe. Unaweza pata akona ule ukunde. Ako mmea kama kuna mimea ambazo ziko na iron ndani ambazo zinasaidia mwili kukua, na pia anasaidia aongeze. Kuna ile vitamin C iko kwa matunda, inasaidia iron kukua, kuabsorbiwa kwa mwili. So ili unaweza kuwa uko na iron kwa chakula lakini haikui absorbed sababu vitamin C iko chini. Okay. So tuna encourage watu wakuwa na kunywa juice, fruit juice. Kitu kama machungwa, lemon, huwa inaongeza ile, hata tomato inaongeza ile kuabsorbiwa kwa iron kutoka kwa chakula. Naam. How does it affect our concentration, our productivity and also our memory? So iron ninakwambia inapeleka oxygen kwa akili na inasaidia akili kufanya kazi vizuri. Sasa ikiwa chini, mtu anaanza kuwa makini, huanza kupotea. Pia inaitwa brain fog. Kuna ile inaitwa irritability. Concentrate, anasikia tu ako irritable, wasiwasi hapa na pale. Memory pia huwa ina affect kwa sababu haizi kaa makini kusikia kitu, haikeep kwa akili, imefanya brain fog. Kwa daily activities kuna motivation huwa inashuka, na ile motivation ya kufanya kitu yote, kwenda kazini, kufanya kazi na nguvu yako yote imeshuka, au feel motivated. Pia unapata uchovu wa haraka, unatembea kidogo umechoka, so ina affect your daily activities. Naam. Na swala lingine ni kwamba how does it affect our moods and emotional well-being? Nimetaja iron ina affect motivation, kwa hivyo mood yako itashuka. Na sababu una feel mwili haiko sawa, unakuwa irritable. Mtu unaweza kuwa unakasirika haraka, mood swings hapa na pale, sababu ina affect the brain activity. Ile juu iron yenyewe inatumika na zile neurotransmission. Neurotransmission ni zile kemikali ambazo zinatuma signal kwa akili. So kama hazifanyi kazi vizuri, itaku affect moods and Shukran sana. Na kabla tuende mapumziko, what are the most common causes za iron deficiency? The most common watu wengi wanaweza fahamu. Zimewekwa kwa groups 3. Ile common ni lack of iron intake, not like haukuli kwa chakula. Ya pili ni excessive use. Mpata iron inatumika kwa wingi kushinda ile ambayo mwili iko nayo. Na ya tatu ni excessive loss. Iron inapotea
kupita kawaida. Maybe nikienda kwa hii ya kwanza, reduce intake of iron kwa chakula, yani hao nimemention wale strict vegetarians hawakuli nyama. Wengine ni wazee wakongwe na watoto wadogo wenye wanategemea watu wengine. Wasipopewa chakula zile juu hawana ile ufahamu, watakuwa na iron deficiency anemia. Kutakuwa pia na kuna wale wanakunywa maziwa na kahawa wakati wanakula. So maziwa na kahawa inaoneshana kureduce iron absorption. So ile iron ambayo iko kwa chakula haiabsorbiwi ndani ya mwili. Ndio maana tunaambianga watu wajiepushe kunywa maziwa ama kahawa around time ya chakula. Wangoje kwanza ndio wakunywe baadaye. Ama wakunywe mapema kabla ya chakula. Kwa increase use inafanyika wakati mtu ni mgonjwa. Mtu akiwa na ugonjwa, mwili inahitaji ions. Ions ndio mwili ipone, ifanye kazi vizuri. Pia mtu anapokuwa na mjamzito, ions inahitajika kwa wingi, hivyo inatumika zaidi ya mwili iko na kuwa na anemia. Ama kuna adolescence. Adolescence nimemention hapo, kuna hedhi imeanza, mwili unakuwa kwa haraka, hivyo anakuwa na iron deficiency anemia asipo supplement. Kwa ya tatu ambayo ni excessive loss, ni iron inapotea mwilini. Inaweza potea mwilini either akona shida ya the digestive system, akona ulcers, bleeding, ile ulcers huwa zina bleed. Unajua iron iko kwa damu. The more ana lose damu, the more anapoteza iron, anakuwa na iron deficiency. Ingine ni excessive menstruation, heavy bleeding during menses. Anapoteza damu nyingi, anakuwa na iron deficiency anemia. Another way mtu ana lose ions ni minyoo. Minyoo, kuna ile minyoo inanyonya iron mwilini, inanyonya damu, na damu inakuja na ions. Ndio maana mtu anastahili dewormer baada ya kila miezi 3. Na hiyo ni baadhi ya zile most common ways ya iron deficiency anemia inafanyika. Naam, shukrani sana. Acha tuchukue mapumziko Daniel, tukirudi tutaendelea na awamu ya pili kuweza fahamu zaidi kuhusiana na hili swala zima la iron deficiency. Shukrani sana. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Daniel anazidi kujuza mengi kuhusiana na masuala ya afya, hasa katika mada yetu ya leo tunaangalia iron deficiency. Ni muhimu sana kuweza kuelewa ama kupata kuelewa swala zima kuhusiana na afya yako kiujumla, kwani ni muhimu sana na itakusaidia huko mbeleni. Insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Afya na Ustawi. Tunazidi kuwa naye Daniel anayekujuza mengi, kukutambulisha mengi kuhusiana na masuala ya afya. Afya ni muhimu sana na kufahamu afya yako ndio inaweka usalama wako. Wanakwambia hakuna baraka kubwa zaidi kutoka kwa Mungu isipokuwa baraka ya afya. Basi itunze zaidi baraka hiyo na uifanye iwe yenye kheri kwako. Naam, tukielekea kwake Daniel, tutazidi kuendelea na mada yetu ambayo tulikuwa tunaendelea nayo. Karibu tena Daniel. Asante. Naam. Tukiangalia swali lingine. Je, swala la diet. Does it affect hii mambo ya iron deficiency? Naam. Inachangia sana. Kuna zile ambazo hazina ions kwa wingi. Naam. Kwa mfano wale ambao wanashinda wakikula refined carbohydrates, wataki kula nyama, wale strict vegetarians, unapata sana wanashikwa na iron deficiency. Naam. So nimemention chakula ambazo zina ions kwa wingi, haswa ni nyama, ini, na mayai. Hiyo ni kwa kutoka kwa wanyama. Kutoka kwa mimea ni maharagwe, zile ndengu, the legumes. Hiyo group yote inakuanga na ions kwa wingi. Pia kuna nuts, kina karanga, njugu karanga, zina ions kwa wingi.
Na kuna pia zile lishe ambazo zinachangia iron kushuka, ama decrease absorption. Naam. Tumemention milk ama ile ambayo iko na calcium ndani. Ukikula pamoja na chakula ambayo ina iron, itafanyisha ile iron haitakuwa absorb vizuri. Coffee pia inashusha ile absorption of iron. Na kuna ile ambayo inachangia sasa absorption, ile ambayo tuna encourage watu wakiwa wanakula pamoja na chakula. Hiyo ni chakula ambavyo vina vitamin C, haswa matunda. Wakila matunda, machungwa, tomato, lemon, ambayo imejaa vitamin C, ita increase absorption ya iron mwilini. Naam. Shukran sana. Na swali lingine ni kwamba can a person be overweight and still have iron deficiency? Yeah, ni possible. Sababu kilo ya mwili inasababishwa na kitu tofauti. Inaweza kuwa ni vyakula ambavyo anakula sio vile ambavyo viko na ions. Kwa mfano mtu anakula chips, anakunywa soda, vitu vya sukari, kilo ya mwili inaongezeka, but ile chakula ambayo anakula haina ions, unaona? So anakuwa na iron deficiency despite the fact that mwili yake inakuwa kwa kasi. Unaona? Naam. Which foods and drinks can reduce iron absorptions? We mention milk, tea, and coffee. Those are the most common ones that reduce iron absorption. Naam. Na vile ukiangalia umesema katika kile kipindi kingine tulikuwa tunaongelea kuhusiana ile swala lingine la ilikuwa nishasawa mpaka hiyo ya hormonal imbalance. Ukasema ya kwamba coffee tusinywe sana. It affects sleep. It affects sleep and so on. Na huku kwingine it affects iron absorption. Huku kwingine it affect iron absorption. Kwa hivyo yani hivi ni vyakula ambavyo watu yani wanafaa kuwa na a lot of intake nayo. Maziwa na tea. So shida si ama intake yake. Shida si kuacha kuzitumia. Shida ni usitumie pamoja na chakula ambayo iko na iron. Kwa mfano unakula nyama, unataka hiyo nyama ikupe iron. Lakini sasa umekunywa pamoja na maziwa ama na coffee ama chai. Kwa ile chai imeshusha ile kiwango ya iron ambayo ingekuwa absorbed. So ni bora either ukunywe mapema, uipe masaa kadhaa kabla hujakula chakula. Ama ukule chakula kwanza kisha ungoje masaa kama 1 hour hivi later ndio ukunywe hizo vinywaji. Pagumu hapo. Pagumu kwa sababu ukienda mahali labda umekaribishwa na bibi wamepikia hiyo chakula ambayo labda ni nyama. It's what people love, yeah? So umewekewa nyama na ukote mtu ameweka chai. Area kupena juice, fruit juice. Sasa kuna mtu ukiangalia basically yeye maisha yake amezoea chai sana. Sasa yeye na chai na yeye. Hata kama amewekewa chakula fulani utakuta mtu anaulizia chai. Haifai hivyo. Akupe kama appetizer kwanza. Naam, asante sana. Na swali lingine ni kwamba what is the most important thing people should know about iron deficiency that often goes unmentioned? Iron deficiency iko na phases 3. Phase ya kwanza ni kuna ile akiba ya iron. Mwili inakuwa na akiba yake tayari kwa liver na kwa muscle. Hiyo ndio huwa inaanza kuisha ya kwanza. Lakini kiwango iron ile ambayo iko kwa damu iko sawa. Hakuna dalili. Phase ya pili ndio sasa ile kiwango ile ambayo iko kwa damu inaanza kuisha. Lakini dalili hazijaonekana. Sasa hiyo ndio tunaongelea leo. Ile phase ya 3 ni ile wakati imeshuka kabisa. Ndio sasa dalili zimeanza kuonekana. Ile stage muhimu ni ya pili ambao kiwango ambayo iko kwa damu imeanza kushuka lakini hakuna dalili.
Na hapo ndio watu wengi hawajui hizo dalili, either wako nazo lakini hawajui ni hizo. Hizo dalili ambayo ni kati ya ambayo nimemention hapo nyuma. So hiyo ni kitu muhimu, nafaa wasi-ignore, wasikae waki-ignore iron levels juu hakuna dalili. Ni bora wakiwa kila mara wanatilia mkazo their iron levels, wanakula lishe bora, wanakula, kuna zile supplements akina mama IFAS wanapoanga wakiwa wajawazito, wakiwa wanazimeza, sababu hauwezi jua dalili za iron deficiency until dalili sasa zilipuke, na zikilipuka hapo inamaanisha hauna ions kabisa. Na treatment yake huwa iko vipi? Is it a disease ambayo mwisho inaweza kufanya ukatoka uhai? Treatment yake iron deficiency ya kwanza, hata muhimu, hata kabla hatujapea mtu madawa ajispend pesa yake kununua madawa, ni lishe. Tunamuadvising enda kula chakula hizi. Kama iko chini sana ama kama ako katika risk iron kushuka, sasa mama mjamzito tunampea hizo IFAS supplements. Na kama imeshuka zaidi kwa mtu yote ako na iron deficiency anemia, hapo ndio tunaanza kumpatia iron supplements. Kwa mfano kuna zile ferrous sulfate kama hizo. Isipotibiwa, iron inaweza sababisha inaitwa heart failure. Juu moyo inapiga haraka ili kusupply ile oxygen kidogo ambayo iko kwa mwili. So unapata moyo inapiga haraka, inakuwa overworked, mtu anakuwa na heart failure. Unaona? Kinga ya mwili huwa inashuka. Hapo unapata mtu anashikwa na frequent infections. Kina pneumonia zinaweza mweka chini. Unaona? Iron ikikosa kufika akilini, hapo ndio unapata mtu ameshikwa na ameanza kuanza kupoteza fahamu, anaanza kufaint kila mara, na akifaint hiyo inakuja na changamoto zake. Ndio anaweza kuanza kujiumiza mwili. Hata akiwa na kidonda mwilini haiponi haraka. Hiyo kidonda inaweza shikwa infection, na hivyo mtu aage juu ya kutoka kuwa na infection ya kidonda. Kwa hivyo iron unaweza ignore. Kwa kina mama wajawazito inaweza fanya mtoto azaliwe akiwa na uzito mdogo, low birth weight. Ibidi aekwe kwa ile incubators, na mtoto akiwa kwa incubator ako at risk ya kupoteza maisha yake. Unaona? Tuna guarantee atatoka hai. So kwa hivyo iron deficiency inaweza sababisha madhara kubwa sana. Naam. Na treatment yake na diagnosis huwa inakuja vipi? Diagnosis yake kuna hii clinical diagnosis, ni unaangalia zile dalili. Mgonjwa amekuja anakuambia nikisimama nahisi kizunguzungu kila mara, maybe anaweza kuambia nilifaint muda fulani pale. Anaweza kuambia anachoka haraka, moyo unapiga haraka, ameanza kufura miguu. Hiyo ni clinical diagnosis. Una suspect iron deficiency, kisha unaiconfirm na laboratory. Unachukua damu, unaenda unafanya full blood count, itakuonyesha kuna zile vipimo vya damu ambavyo inaashiria iron iko chini. Hapo unajua ako na iron deficiency anemia. Kisha ukishajua diagnosis, ndio sasa tunatibu kulingana na the level. Kama iko mild, hemoglobin haijashuka sana, tutampatia dietary advice. Aende akitumia chakula zake tu za hapo nyumbani, tutamuuliza ni gani, kisha tumwambie kula hii na hii, avoid hii na hii na hii. Wengine tunawapea supplements. Kama ni vijana, watoto wadogo, dawa ya minyoo lazima wapewe. Sababu minyoo huwezi jua, hainanga dalili kwanza. Na tu iron iko chini, kumbe mtu ako na minyoo. Pia tuna deworm. Wale ambao iko chini sana, ndio kuna hizi supplements mtu umeza miezi kama 3.
ndio mtu hutibiwa iron deficiency anemia. Na hiyo tu ni hiyo matibabu ni ya dalili ya anemia. Okay. Lakini lazima pia tutibu the underlying cause. Kama ako na ulcer lazima tutreat hiyo ulcer sababu hii iron itarudi. Hii iron deficiency itarudi. Kama ako na any bleeding problem lazima tutibu hiyo problem. Kama ako na hedhi yake ni nzito lazima tu address hiyo issue ya hedhi. Unaona? Kwa hivyo lazima treat the underlying cause. Shukran sana. And kabla tumalize, what challenges do people face when trying to identify the cause of their fatigue? Challenge kubwa so ni kujua inatoka wapi. Juu unaweza fikiria tu ni kuchoka kawaida, maybe haukulala vizuri. Juu haina dalili specific. Alafu inafanana na magonjwa mengine. Na hapo ndio inakuwa ngumu sana kujua specifically ni iron deficiency anemia. Pia kuna ugonjwa ambazo pia ziko na hiyo the same symptoms za anemia. Naam. The specific way lazima tu ni laboratory kuconfirm. Alafu pia kuna awareness, watu wengi hawana awareness ya kuonyesha ni dalili, kuona makucha zake zinavunjika. Unaona? Hawana hiyo awareness. Naam. At least wewe uko hapo unawapea hiyo awareness. Kwa sababu ni watu wachache ambao wanapata uelewa wa kufahamu nini haswa kinaendelea katika miili yao. In as much as tutaangalia dunia, lakini mwili yetu na afya yetu ni muhimu sana. Na hicho ndio kitu angalau umeweza kukionyesha Dan. Shukran sana. Na are iron supplements the only solution to identify deficiency? La. Iron supplements sio enough. Vile tu nimesema, lazima ukimpea supplement pia utibu the underlying cause. Ukimpea supplement aende nyumbani, hiyo supplement itaisha na atarudi bado na anemia baada ya muda fulani. Sababu haukutibu the reason why ako na anemia. Ndio. Unaona? Kwa nini iron imeshuka? Lazima address ile underlying cause. Nimemention hizo causes from bleeding, hedhi kuwa nzito, infections, maybe hadi ako na chronic disease. Hizo zote lazima utibu. Minyoo lazima umdeworm. Ndio akienda kama ako na any bleeding problem unaangalia maybe ako na family history ya mashida ya bleeding, lazima uaddress hiyo yote. Ukimpea supplement peke yake hautakuwa umemsaidia. Shukrani sana kwa uwepo wako kuanzia mwanzo hadi mwisho kwa jambo ambalo umeweza kuelezea, na ni vyema zaidi kuhusiana na maelezo yako ya swala zima la iron deficiency. Watu jamani, wa wale madini ya chuma ikiwepo ni nyama. Najua tunapenda nyama sana, lakini kama tunavyofahamu ni kwamba ni kitu ambacho kitakupa ufahamu zaidi kuhusiana na iron deficiency. Fanya research pia wewe mwenyewe ili upate uelewa zaidi inshallah. Asante sana Daniel, na Mungu azidi kubariki, tuzidi kuwa na wewe zaidi na zaidi ili uweze kumwelimisha mpenzi mtazamaji kuhusiana na swala zima la afya. Shukrani sana. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Daniel Waweru, alhamdulillah tumekamilisha episode yetu, na alhamdulillah maelezo yake ni mazuri kuhusiana na iron deficiency. Ni kitu ambacho ukiangalia kwa ufasaha kina revolve around maisha yetu. Maisha yetu ni muhimu, na kujitahidi kwa wingi kuweka afya yetu iwe bora, basi tutakuwa tumefaulu. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, sina mengi ya kusema isipokuwa nikwambia fi amanillah.